Ijumaa ya leo imekuwa ni moja kati ya siku ambayo imekuwa na vitu vingi sana, na miongoni mwa vitu hivyo ni vile ambavyo vinahusiana na kile ambacho kimefanywa na wasanii wa muziki wa Bongo Flava ambao wamekuwa wakiwakilisha Tanzania vizuri kutokana na kazi mbalimbali pia ambazo wamezifanya. Tunakumbuka kwamba Harmonize ni moja kati ya msanii pia ambaye alitangaza kwamba Ijumaa ya leo atatoa kazi mpya, ambapo tayari ameshafanya hivyo akiwa amemshirikisha Ibra kwenye kazi yake ambayo inaitwa Friend Zone. Lakini Alikiba ni moja kati ya msanii pia ambaye hakutangaza kama kuna kazi ambayo itatoka, lakini jana tumeona moja kati ya promo, ilikuwa ni kuanzia juzi mpaka jana, moja kati ya promo pia ambayo alikuwa ameiposti kwenye account yake Instagram akiashiria kwamba kuna kitu ambacho kitakuwa kinakuja. Kuna story ambazo alikuwa anazungumza hapa na pale. Of course moja kati ya promo nzuri sana, na mashabiki mbalimbali pia wamezizungumzia pia kwa upande wao kutokana na kile ambacho ameamua kukifanya. Na hatimaye leo pia siku ya Ijumaa ameachia kazi ambayo inaitwa Sela, bonge moja ya ngoma pia. Na Diamond Platnumz ni moja kati ya msanii pia ambaye alishatangaza muda mrefu kwamba mwezi Oktoba, kwa sababu ni mwezi wake wa kuzaliwa, atahakikisha kwamba anatoa kazi ambazo ni back to back, na hatimaye pia amefanikiwa kufanya hivyo kama ambavyo alikuwa ameahidi. Na tunafahamu kwamba siku yake ya kuzaliwa alitoa kazi yake ambayo inaitwa Msumari, moja kati ya kazi nzuri, na alifanikiwa kutoa video yake. Lakini tena hajapoa, akatoa kazi nyingine tena ambayo inaitwa Nani, moja kati ya kazi pia ambayo imekuwa na challenge nyingi sana, zimefanywa na watu wengi sana. Hiyo inaonyesha namna gani pia ambavyo imefanikiwa na kupokelewa vizuri zaidi. Lakini hajakaa tena kusubiri, ameamua tena atoe kazi nyingine ambayo sasa hii imekuwa na miondoko tofauti kidogo, ambayo yenyewe ni kazi ya Amapiano, akiwa amemshirikisha Focalistic, akiwa na Uncool, lakini pia Silas, bila kumsahau Dupi, wote hao wakiwa ni kutokea South Africa. Na hii ni Amapiano, na wimbo huu unaitwa Sasampa, moja kati ya kazi ambayo nafikiri ameilenga kwa ajili ya mahadhi ya club, ili pia iweze kufanya vizuri huko, kutokana na kazi mbili ambazo alizitoa, Msumari pamoja na Nani. Ni kazi fani hivi za mapenzi sana, ni kama za kusikilizika sana, ambazo mara nyingi zaidi ukiwa umekaa ndani nini unaweza ukaenjoy vizuri zaidi. Lakini ukija kwenye hii hapa Sasampa, ni moja kati ya kazi ambayo yenyewe kwanza imelengwa kwa watu wa club zaidi, ni kama club banger ambayo unaweza kaenjoy nayo sana, na ni Amapiano kama ambavyo nimesema. Na tunafahamu kwamba neno Sasampa ni moja kati ya neno pia ambalo limepata maarufu mkubwa sana kwa kipindi cha hivi karibuni, ikiwa na maana ya kwamba hela au pesa. Na hii inakuwa ni collab yake ya pili pia kufanyika kutokea kwa Diamond akiwa mshirikisha Focalistic, au sio? Huku kazi yao ya kwanza kabisa ni hiyo ambayo yenyewe ilitoka, ilikuwa ni mwaka 2021. Sasa ni kama kumekuwa na mvutano mkubwa sana mitandaoni kutokea kwa watu mbalimbali kuhusiana na kile ambacho kimefanyika, au sio? Kwamba katika hizi kazi tatu ambazo zimetoka mpaka sasa hivi kutokea kwa wasanii pia ambao wamekuwa kifanya vizuri sana na wamekuwa kiwakilisha Tanzania kimataifa, Diamond akiwa na kazi yake ambayo ni Sasampa, lakini Alikiba akiwa na kazi yake ambayo ni Sela, Harmonize akiwa amemshirikisha Ibra kwenye kazi yake ambayo inaitwa Friend Zone. Ni kazi gani ambayo pengine itafanya vizuri zaidi kwa kipindi hiki hapa mpaka kumaliza mwaka 2025? Ni moja kati ya swali ambalo kila mmoja pia amekuwa akijiuliza kwamba ni kitu gani pia ambacho pengine kifanyike ili kila mmoja pia aweze kufanya vizuri. Sasa maoni ya watu mbalimbali pia wameandika kuhusiana na kile ambacho wote hao wamekifanya. Kuna wengine wanadai kwamba Diamond Platnumz ni kama amevuruga tu pepo wa Harmonize pamoja na Alikiba, lakini wengine wamedai kwamba Harmonize amesubiri mpaka Diamond anatoa kazi naye pia atoe apite katikati yao. Lakini kuna wengine pia ambao wanazungumza kuhusiana na Alikiba kwamba imekuaje mpaka naye pia ameamua kutoa kazi sasa hivi, kwa kipindi ambacho Diamond Platnumz pia alikuwa ameshatangaza kwamba atatoa kazi zake itakuwa ni back to back, ambayo ni non stop, kwa maana kwamba
hakuna muda wa kuweza kupumzika. I don't know, lakini tunaamini kwamba mambo ni mengi sana. Na kabla ya kazi hii kutoka, Zuchu kupitia kwenye akaunti yake Instagram, lakini pia kwenye ile ya WCB, kuna video pia ambayo Zuchu ameifanya, ameonekana akiwa na Diamond Platnumz na imepostiwa. Lakini Zuchu alikuwa anaomba watu wa msupport Diamond Platnumz kufikia kwenye kazi yake mpya pia ambayo imetoka, ambayo inaitwa Sasampa. Na sababu ambayo Zuchu ameitoa, amesema kwamba yeye ameenda mbali zaidi na ameahirisha kutoa video ya wimbo wake wa Amanda kwa sababu ya kumsupport Diamond Platnumz ili kazi yake pia iweze kwenda na mambo mengine pia yaweze kuendelea. Sasa maoni yako na mtazamo wako ni upi kuhusiana na hiki ambacho kimefanyika, zikiwa ni kazi 3 ambazo zimetoka weekend hii hapa ambayo ni Ijumaa? Mtazamo wako ni upi? Unadhani ni kazi gani pia ambayo itaenda viral zaidi kati ya hizi kazi 3? Ngoma ya Harmonize akiwa na Ibra ambayo ni Friend Zone, lakini pia Alikiba, Sela, pamoja na kazi ya Diamond Platnumz akiwa na Vocalistic ambayo inaitwa Sasampa. Tuandikie maoni yako kupitia hapo sehemu ya comment ambayo unaweza kutoa mtazamo wako. Lakini pia usiache subscribe bila kusahau pia kushare kwa watu mbalimbali pia waweze kupata story hii kwa undani zaidi. Mimi naitwa Bernard. What more can I say? Peace.